Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Leo Oktoba 14 ikiwa ni siku ya Mwalimu Nyerere, muasisi wa taifa la Tanzania, mchango wake Afrika uendelea kuenziwa. Mambo ambayo sikuyajua kutoka kwamba sikuyajua ya Nyerere ni machache, lakini yaliyo mengine yameibuliwa na wageni kwamba Nyerere alikuwa ni muungwana, kwa sababu bado mataifa mengine wanamuona kwamba kwa kweli ni mtu aliyekuwa anapigania haki. Na leo katika kujifunza lugha ya Kiswahili tunabisha hodi Baraza la Kiswahili Zanzibar, BAKIZA. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 14 ya mwezi Oktoba ya mwaka 2025, siku ya Mwalimu Nyerere. Mwenyeji wako ni mimi Assumpta Massoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Asante Assumpta. Naanzia Mashariki ya Kati. Umoja wa Mataifa umeongeza hatua zake za dharura huko Gaza kwa kutoa dola milioni 11 kutoka mfuko wake wa dharura SAF ili kukidhi mahitaji ya haraka kabla ya kuanza kwa msimu wa baridi. Mgao huo uliotangazwa na mratibu wa misaada ya dharura wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher utaunga mkono utoaji wa chakula, maji, huduma za afya na makazi kwa raia walioathiriwa vibaya na vita vya miaka miwili. Hatua hii inafuatia fedha zilizotolewa wiki iliyopita ambazo ni dola milioni 9 kwa ajili ya kuhakikisha upatikanaji wa mafuta kwa hospitali na huduma muhimu, na kufanya jumla ya msaada wa hivi karibuni uliotolewa na Umoja wa Mataifa kwa Gaza kufikia dola milioni 20. Wakati huo Umoja wa Mataifa leo umeonya kwamba Gaza itahitaji karibu dola bilioni 70 kwa ajili ya ujenzi mpya baada ya miaka miwili ya mzozo, huku dola bilioni 20 zikitakiwa katika miaka mitatu ijayo. Makadirio haya yanatokana na tathmini ya pamoja kati ya Umoja wa Mataifa, Muungano wa Ulaya na Benki ya Dunia. Mwakilishi maalum wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP kwa ajili ya programu za kusaidia watu wa Palestina, Jacob Silas, amesema viwango vya uharibifu sasa vimefikia karibu 84%, na katika baadhi ya sehemu za jiji la Gaza ni hadi 92%. Ameongeza kuwa we've already removed about 81,000 tons. Hadi sasa tayari tumeondoa tani 81,000 za mabaki sawa na lori 3,100 ili kuruhusu wahudumu wa kibinadamu kufikia watu walio na mahitaji. Na shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO limeonya kuhusu ongezeko la magonjwa ya neva duniani ambayo sasa yanachangia zaidi ya vifo milioni 11 kila mwaka. Ripoti mpya ya WHO iliyotolewa leo mjini Geneva inaonyesha kuwa zaidi ya watu bilioni 3, sawa na zaidi ya 40% ya watu wote duniani, wanaishi na magonjwa yanayoathiri ubongo, ikiwemo kiharusi, ugonjwa wa kusahau, kifafa na maumivu ya kichwa ya muda mrefu. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, nchi masikini ndizo zinazoathirika zaidi, zikiwa na upungufu mara 80 wa idadi ya wataalamu zaidi ya nchi zilizoendelea au nchi tajiri. WHO inazitaka serikali kutoa kipaumbele kwa afya ya ubongo, kuongeza fedha na kuboresha upatikanaji wa huduma za tiba. Mwisho wa muhtasari wa habari. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Na je, wajua maana ya neno mkweche? Basi ungana nami hadi kipengele cha mwisho cha Jifunze Kiswahili.
Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Asumta Masoi, tunasonga mbele na sasa ni wasaa mada kwa kina. Kama nilivyokujulisha, leo ni siku ya Mwalimu Nyerere na tunakupeleka nchini Tanzania ambako huko John Kibego kutoka redio wa shirika wetu Kazi Njema Radio iliyoko mjini Hoima nchini Uganda ameambatana na mahujaji katika safari ya hija iitwayo Twende Zetu Butiama hadi mkoani Mara kaskazini mwa Tanzania inayolenga kuimarisha matumizi ya lugha ya Kiswahili na utangamano katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, manufaa ya kiuchumi na kijamii na kuenzi mchango wa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, muasisi wa taifa la Tanzania. Kwako Kibego. Shujaa wa Afrika Nyerere, Kambarage you are the hero. Hiyo ni burudani katika kijiji cha Mwitongo Butiama mkoani Mara nchini Tanzania. Burudani hii ni sehemu ya harakati zilizoambatana na safari ya pili ya hija ya Twende Zetu Butiama ya kumwenzi hayati Nyerere, hususan kwa mchango wake katika kuchagiza lugha ya Kiswahili na utangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Safari hii pia imejumuisha ibada kwenye kanisa Katoliki la Bikira Maria la Butiama alikokuwa akiombea hayati Nyerere na mkewe Maria Nyerere. Naye balozi wa Tanzania nchini Uganda, Meja Jenerali Paul Simuli Kisesa, ameonyesha matumaini kuwa Butiama itakuwa sehemu kubwa ya mahujaji kama ilivyo na Mugongo nchini Uganda. Kama mnaweza mkakumbuka, kwa mashahidi wa Uganda walikuwa wakienda wachache sana, lakini leo hii ukienda hata njia ya kupita itakuwa kazi. Na kufunguka kuhusu jinsi Nyerere alivyotumia lugha ya Kiswahili kuimarisha upendo miongoni mwa Watanzania. Na ukiangalia Watanzania, Kiswahili ndicho kilichowaunganisha. Wamekuwa na upendo kwa kila mmoja, hawampuuzi hata mtu mmoja. Profesa Joshua Maponga kutoka Zimbabwe aliwahimiza Waafrika kupigania haki ya ardhi kama msingi wa kujikwamua kiuchumi na kulinda haki zingine. Alimkabidhi zawadi ya mkuki mtoto wa hayati Nyerere na kusema, I bring back this spear. Narudisha mkuki huu kama nembo kwa vita tulivyopigana. Hauna damu yoyote na naamini utabadilishwa kuwa mkuki wa kiuchumi. Into an economic spear. Profesa Maponga aliongeza kuwa, for the war is still with us. And I know many of you, when you see me carrying a spear like this, nafahamu kuwa wengi mnashtuka mnaponiona nikiwa nimeshika mkuki. Lazima mshtuke, kwani bado tuko vitani. Hatuwezi kuweka chini silaha kwa kuwa tulipata uhuru kutoka kwa wakoloni. Tafadhali ukubali kwa niaba ya jamii ya Zimbabwe, vita vingalipo. Balozi, tafadhali upokee, umkabidhi. The battle goes on. Twende Zetu Butiama mwaka 2025 imetoa fursa kubwa kwa mahujaji kufikia vivutio vingi hapa Mwitongo. Mimi naitwa Mary Mgaya Yona, natoka Mwanza, wilaya ya Ilemela. Mambo ambayo sikuyajua sikuyajua ya Nyerere ni machache, lakini yaliyo mengine yameibuliwa na wageni kwamba Nyerere alikuwa ni muungwana, kwa sababu bado mataifa mengine wanamuona kwamba kwa kweli mtu aliyekuwa anapigania haki. Naitwa Mwalimu Samuel Kasero, natoka nchini Uganda. Nilipoona pahali ambapo Mwalimu Julius Nyerere alizaliwa, nilifurahi sana. Hakuna wengine. Sijambo, kwa majina yangu naitwa Rightness Grayson, natokea Arusha. Baada tu ya kusikia baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, nilikuwa nina hisia nzito za kutaka kuyajua mengi kuhusiana na baba wa taifa. Naitwa Rajabu Swedi. Umetoka wapi? Natoka Arusha. Imekuwa na maana gani katika maisha yako? Ni mtu ambaye ameleta heshima, hakuwa anataka vitu vikubwa. Ndio maana hata tumeona nyumba yake alipokuwa anaishi, hakuwa anaishi kwenye jumba la kifahari. Ni nyumba ya kawaida kabisa. Ni mtu ambaye anapenda maisha ya kawaida, sio maisha ya kujiinua zaidi. Msikilizaji wa redio Umoja Mataifa, kuna matunda aliyoyapenda sana hayati Nyerere alipotembelea Uganda baada ya vita vilivyomuondoa madarakani Rais Idi Amin Dada. Miche ya miti ya matunda hayo imetolewa kama zawadi kutoka kwa Waganda walio chini ya Fronasa iliongoza mapinduzi. Walikuwa wakila hayo matunda ya huo mti unaoitwa shia. Alikula matunda yale. Bwana Madaraka Nyerere ni mmoja wa watoto wa hayati Nyerere. Kwa kweli ni heshima kubwa sana kwetu sisi
kama familia ya Mwalimu Nyerere kwamba bado kuna watu kutoka nchi mbalimbali, sio wa Tanzania tu, lakini watu kutoka nchi mbalimbali ambao wanamwenzi Mwalimu Nyerere kwa msimamo wake ule wa kuhimiza utangamano wa Afrika Mashariki, lakini pia kuhimiza umoja wa Afrika. Dr. Ronex Kisembo Tendo ni mkurugenzi wa shirika la Afrika Mashariki Fest lililoandaa safari ya hija twende zetu Butiama. Nataka tumie nafasi hii kuwa kila mwaka tukijiuliza Jumuiya ya Afrika Mashariki imepiga hatua gani, changamoto ziko wapi na nini kifanyike kuwasaidia viongozi ili ndoto ya Mwalimu Nyerere iweze kutimia ya mtangamano wetu. Shukran sana John Kibego kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili. Hii leo Dr. Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji Baraza la Kiswahili Zanzibar nchini Tanzania BAKIZA, anafafanua maana ya neno mkweche. Mkweche ni chombo cha usafiri ambacho kimekuwa kikongwe, yani kimechakaa sana. Wazee wa kawaida wanasema ni chombo ambacho kikukuu, yani cha zamani sana na kimeshachoka. Kama ni baskeli basi imeshaanza kuota kutu, ama kama ni gari ishaanza kuwa mbovu, kwa pengine imeanza kutoa moshi mchafu na vifaa vimeshaanza kuharibika. Kwa hiyo mkweche inaweza kuwa ni chombo kama vile Vespa, pikipiki, tunaanza kusema boda boda, baskeli. Ikishakuwa imezeeka inakuwa ni mkweche, yani kongwe kabisa. Asante sana Dr. Mwanahija Ali Juma kwa elimu hiyo. Basi nami nakunja jamvi leo, lakini tukutane tena Alhamisi kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha redio ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Kwa hiyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na katika kurasa wetu wa X Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu Habari za UN katika Play Store na App Store. Basi kufikia hapo, kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.